Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, Muislamu anatakiwa ajipambe na tabia njema pamoja na kufanya kwako ibada, lakini uwe bora katika Waislamu, ujipambe na tabia njema. Baadhi ya watu mashallah wanaswali swala za sunna na faradhi, wanafunga saumu za sunna na faradhi, lakini hawajipambi katika tabia njema, na hili sio jambo jema katika Uislamu. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema inna min ijlalillahi, kwa hakika katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ikrama dhi shaybati muslimi, ni kumkirimu mzee, mtu mzima mwenye mvi wa Kiislamu. Ikiwa wewe wataka kujipamba na tabia njema katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, basi moja katika jambo hilo ni kumkirimu. Ukimwona huyu ni mtu mzima mwenye mvi zake, amekuzidi umri, basi mkirimu. Anasema wahamil Qur'ani, na mwenye kuibeba Qur'ani. Mwenye kuibeba Qur'ani kwa maana amehifadhi, kwa maana anaifanyia kazi, kwa maana ya mwalimu, kwa maana mtu ambaye ni mbebaji mwenye kuibeba Qur'ani. Khairu hali fihi wajafi anhu, lakini mtu huyo mwenyewe mwenye kuibeba Qur'ani asiwe ni mtu ambaye atakuwa amebeba ile Qur'ani tu kwa maana yeye anajua kuisoma Qur'ani, anaihifadhi Qur'ani, lakini ni mtu ambaye anayafanya yale sio kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anafanya yale mambo kwa sababu ya kujionyesha mbele za watu, kwa sababu yeye ajulikane, kwa sababu yeye asifiwe, kwa sababu hivi, lakini hana ikhlasi katika kuibeba kwake Qur'ani, na pia haifanyii kazi ile Qur'ani. Yani mtu amehifadhi Qur'ani lakini haswali, mtu amehifadhi Qur'ani lakini Ramadhani hafungi, mtu ameibeba Qur'ani lakini mzinifu, tabia zake mbovu. Kwa hiyo mtu ambaye anatakiwa kukirimiwa, kuheshimiwa katika watu ambao wameibeba Qur'ani ni wale watu ambao wameibeba Qur'ani kwa ikhlas, lakini pia wanaifanyia kazi ile Qur'ani, yani yale yaliyokuwa ndani ya Qur'ani wanayafanyia kazi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema wa ikrama dhi sultani al-muqsit, na kumkirimu kiongozi mwadilifu. Ukijua kwamba huyu ni kiongozi wangu na ni katika viongozi ambao ni waadilifu, wanautendea haki uongozi wao, basi huyu pia unatakiwa umkirimu. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii inatufundisha kuhusu tabia njema. Yani mtu ambaye ni Muislamu wa kweli, anafanya ibada zake, anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi moja katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwakirimu wazee. Sio unawadharau wazee, lakini pia wale watu ambao ni mahafidhul Qur'an, lakini unamjua huyu mtu mashallah anaijua Qur'ani, ameibeba Qur'ani, lakini kwa tabia zake, kwa ikhlasi yake, sio yetu amehifadhi Qur'ani kama kasuku, anaimba tu, hana anachokifahamu. Lakini mtu wa mwisho ni kiongozi. Ikiwa una kiongozi, unaijua kwamba kiongozi huyu ni kiongozi mwadilifu, kiongozi mkweli, basi huyu pia watakiwa umkirimu. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuwa na tabia njema, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri kutokana na hilo. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.